Naam, fungua nami katika kitabu cha Warumi sura yake ni ya 10 mstari wa 17, Romans chapter 10 verse 17. Biblia yangu inasema hivi: hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Na ukisoma katika tafsiri nyingine naweka vizuri zaidi, imani huja kwa kulisikia na kusikia neno la Mungu. Hiyo ndio imani. Utapata kwamba huja kwa kulisikia na kulisikia neno la Mungu. Utapata kwamba wakati unaposikia neno la Mungu leo, usikize neno la Mungu kesho, ama leo na usikie tena na tena na tena, utapata kwamba imani fulani hujengeka. Lakini wengi wetu huwa hatusomi neno, hatusikizi neno, tunajua tu kusikiza movie, tunajua tu kuchat kwa Facebook na kadhalika. Na hivyo basi unapata kwamba imani itakuja tu kwa kulisikiza na kulisikiza neno la Mungu. Anyway, unafaa usikize na kulisikia time and again. Lakini kando na hayo, mpendwa msikilizaji, nikawa na tafakari hivi. Pia kutokuwa na imani, of course, ukianza kusikiza vitu ambavyo viko very negative, vitu ambavyo havikujengi nafsi yako, ukivisikiza time and again, do you know you'll be made to trust those things? Ukifika mahali maneno unasikia tu ya kinyume, kama vile unavyokumbuka kwenye Facebook fan page asubuhi ya leo, ujumbe ambao tulikuwa nao pale, tukisemezana kwamba you need to manage your mind because your thoughts control your life. Yafaa tufike mahali tuwe watu wa kumanage mawazo yetu, maana haya mawazo ambayo tunayo yanaweza yakakontrol maisha yetu, either kwa njia nzuri ama kwa ubaya, lakini yatakontrol maisha yetu. Wacha tuvuke mpaka katika tuachane na kitabu cha Roma, tuende katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wake wa 4 na 5. Kitabu cha 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and verse 5. Biblia inasema hivi: maana silaha tunazotumia katika vita vyetu ni silaha za kidunia, ila anasema hivi, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Tunaziteka fikira zote na kuzifanya zimtii Kristo. Biblia imeongea kwa kuhusiana na silaha zetu si za kimwili. Imeanza vizuri kwa kusema kwamba imeanza pale kwa kuongea kuhusu silaha, alafu inaongea kuhusu ngome, bringing down strongholds. Alafu kisoma katika mstari wake wa 5, Biblia inaongea kuhusu imaginations, fikira zote, mawazo yetu, kuashiria kwamba mojawapo wa hizi strongholds, na one of the strongest strongholds in our lives, si mauchawi ambazo watu wametufanyia, si vitu ambavyo vimefanywa na kipepo kule. One of the strongest strongholds, hayo mawazo yangu na kulingana na andiko hili, one of the strongest strongholds kulingana navyoelewa andiko hili ni mawazo yetu. Mawazo yetu. Na niposa katika mstari wa 5, bila haijaishia tu katika mstari wa 4, imeongezea pale mstari wa 5 inaposema pale mwisho kwamba tunaziteka fikira zote na kuzifanya zimtii Kristo. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano kwamba unaweza kuwa umeokoka, unaweza kuwa unamtii Mungu, unaweza kuwa njia zako naenda ni sawa, lakini fikra zako, umeokoka ndio sema Yesu ni Bwana, ukitoa ushuhuda kila mtu anajua kweli, anajua hapa kuna mlokole. Maandiko unayo, the Bible says in the book of the Bible says yes, haina shida. Lakini unapofika mahali ukimaliza kutoa ushuhuda, ukishakaa chini, what happens? Do you know kuna watu wengi ambao wamelazwa hospitali si kwa sababu ya ugonjwa, ni kwa sababu ya fikra. Victor, how? Yes. Wakati unapofika mahali, Biblia inasema pia as a man thinketh so is he. Unapofika mahali unaweza kufikiria kuhusu jambo fulani sana. Do you know that thing happens to you? Victor, kivipi? Wacha nikulete karibu zaidi. Mwangalie Ayubu kwenye Biblia. Ayubu alifika mahali akasema, what I feared most, kile kitu niliogopa sana, happened to me. Ni kwa mawazo. Alifika mahali
unajua ukiogopa kitu sana unafika mahali unakifikiria sana. Kwa hivyo akaanza Mungu, hii isinifanyikie, hii hapana, hii naiogopa, ikifanyika naogopa. Kwa hivyo kwa kule kukiri, kwa kule kujaa na hicho kitu mawazoni, anasema kwamba what I feared most happened to me. And you know, many times kuna fears ambazo ziko ndani mwetu na hatujui, labda hatuwezi sema mbele ya watu, lakini una fears fulani. Mungu atusaidie. Hajatuambia roho ya uoga. Wakati mimi nitaongea kuhusu hayo, lakini zaidi ya yote ni kwamba tunahitaji kucontrol mawazo yetu. Tunahitaji kudhibiti mawazo yetu. La sivyo yatatupotosha. La sivyo tafika mahali tuwe wagonjwa tu. Unajua kuna mtu mahali ambapo kwa sababu tu ya homa imeanza, amefikiria hii ni corona. Sio, alisema hii ni corona kabisa. Na kuna uwezekano hakuna corona ndani mwako, lakini kwa sababu umefikiria hivyo, hata ukienda hospitalini mara ya kwanza atapima apate kwamba uko negative. Lakini kwa sababu hiyo mawazo imekujia useme hata wengine walipima wakakuwa negative na baadaye wakakuwa positive na baadaye itakuja tu. Kuna uwezekano ikakuja from nowhere. Na kisa na maana, it is something that the enemy amepata platform. Adui alikuja akakujazia hayo mawazo ndani mwako, na kweli nawe ukakubaliana na hayo mawazo, na baada ya kukubaliana na hayo mawazo amepata platform ya kukupatia then hiyo ugonjwa. Kwani ugonjwa wote, acha na corona iko na story nyingi, lakini ugonjwa mwingine wote ulianzia wapi? Kuna mtu alifikiria na shetani akakuja akaweka hiyo kitu ndani mwake, nikakuwa anasema hii ni magonjwa ya kifamilia. Imebaki ya kifamilia kwa sababu kuna mtu mmoja alianzisha, because there is always the first person. The first person shetani aliweka kwa mawazo na akaifikiria sana, akaona amefika mwisho, na kweli alipoona hivyo akatengeneza shetani platform vizuri, akamtengenezea crusade ya kuhubiri magonjwa ndani ya mwili wake. Na kweli alipohubiri hivyo na injili ikaishika, na akakuwa wa kwanza kwa magonjwa fulani. Sasa magonjwa tunasema hii magonjwa ni ya kifamilia. Haikuanzia kwa Adamu. Kuna pahali ilianzia hapa katikati. Kwa hivyo nasema haya yote kwa nini? Kimaanisha kwamba mpendwa msikilizaji, unapompatia shetani platform, anapokuletea mawazo ya kinyume, cancel those mawazo. Ya cancel kwa jina la Yesu Kristo. Usiruhusu ya settle ndani mwako. Anapokupa mawazo ya kinyume, ya katae kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mmoja alifika mahali akawa anahofia tu, akajua kwamba mimi ni mgonjwa. Mimi ni mgonjwa kabisa, akajua ni mgonjwa. Unajua wakati mmoja ni mawazo tu yanakujia. Unaweza kufikiria hapa nimeenda. Nakumbuka kuna wakati mmoja, tutoe shuhuda tunapomalizia, mamangu mzazi akawa mgonjwa. Alipokuwa mgonjwa, na kweli ugonjwa huo kuna mtu akakuja akamwambia unagonjeka hivi. Hiyo ugonjwa kuna so and so aligonjekanga hivyo, na hiyo ugonjwa ikaenda polepole ikafika kwa moyo na akakufa. Mwingine akakuja. So watu wanakuja pale kadhaa ni wakumvunja moyo. Akasema hii inakuwa hata inanga dawa. Hii unagonjeka hivi, inakuja hivi polepole inafika kwa moyo na kufa. Na saa hizo kabisa akafika mahali mpaka nikiongea naye kwa simu alikuwa amekata tamaa. Anasema mpaka anaanza kuambia vile ambavyo vitu zake zitakuwa. Yaani unaona mtu akienda anakuambia hii itakuwa hivi, itakuwa hivi. Anakupa ratiba kumaanisha kwamba anaenda. Na alipoongea nami nikakataa. Nikajiuliza why all this? Mbona? Na baadaye nikaomba na Mungu akanipa amani. Nikapata ndoto fulani kumhusu akiwa mzima, bla bla, nikampigia simu of course. Baada ya kumuongelesha ndio baadaye akafunguka kaniambia, unajua so niambia hivi na nilijua naenda. Nikamwambia no, hutakufa. Na kweli alitoka akaenda hospitalini tena, pale ambapo hakuwa anapata ugonjwa. Wakapata kumbe ugonjwa unamsumbua ni arthritis. Na saa hizo anafikiria kabisa ni kwenda na akapata madawa na akapona na bado yu hai. Ni miaka kadhaa iliyopita na bado yu hai sasa. Mpendwa msikilizaji, usiruhusu shetani akujazie mawazo kama hayo ndani mwako. Na kweli anakutumia agents wake, wanakuvunja moyo kabisa. Unaona kweli umefika mwisho. Nafikiria labda hayo mawazo tungeacha settle tu ndani mwake, singekuwa na mama sasa hivi. Lakini kwa sababu Mungu alinikwika, nikaona no, time yake bado. Na Mungu akatusaidia na kwamba akaweza kumponya. It is not about me, it is not about it, but it is about God. Maana ni kitu ambacho sikuwa nimefikiria kuhusu, lakini Mungu akaniquicken tu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, nasema haya nikijua huu ni uzima. Mawazo haya yanaweza kukupa kifo ama uzima. Kwa hivyo popote pale ulipo, usije ukafika mahali ukaanza kuwaza kushindwa. Shetani akuletea mawazo ya kushindwa. Manage your mind. Cancel maneno ya kinyume na tuendelee mbele. Mungu atakuwezesha. I can do all things through Christ who strengthens me. Kwa hivyo wacha tumtumenie Bwana na yote atakuwa sawa. Bwana tunasema ni asante
kwa jina lako. Tuomba kwamba Bwana Mungu enenda pamoja nasi, tuongoze katika kila jambo, mawazo yote ya kinyume na cancel sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nikiomba kwamba Bwana tawala, tamalaki akili zetu, kwa kuwa wewe ni mwema. Any negative thing, Father, we cancel even every negative word. Kuna mambo yamenenwa kinyume nasi, kuna watu wameongea kinyume nasi. Baba, tunakataa hao agents wote, maneno yao yote tuna cancel kwa jina la Yesu Kristo. Nikisema kwamba Mfalme, katika taifa letu la Kenya tutakuwa na umoja, hakutakufa watu vile ambavyo ulimwengu unatarajia, bali Mungu utatulinda sote, kwa kuwa wewe ndiwe kimbilio letu. Asante Bwana, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Mungu akutende wema. Mpendwa msikilizaji, endelea kujitia moyo. It is well in Jesus name. Every negative thing tuna cancel. Mawazo yetu tunamtazamia Bwana, maana kama yeye Mungu anatuwazia mema, mbona nasi tujiwazie kushindwa? Amen. Shalom. Mungu akutende wema katika yote. Tuzidi kumtumainia Bwana, maana ndiye mweza wa yote. Kwa hivyo nawapenda sana. Make sure umesubscribe kwa my channel hapo chini, na Mungu atakutenda wema zaidi. Subscribe, alafu finya ka bell button, na moja kwa moja utakuwa unatumiwa email anytime tuna upload new message. Mungu akutende wema. Mimi ni Victor Mandala, nawapenda nyote. Shalom.